Serikali ya kaunti ya Makueni imeshirikiana na bima ya afya ya umma SHA kusimamia huduma za matibabu bila malipo kwa familia 11,000, mpango utakaogharimu shilingi milioni 90. Serikali ya kaunti ya Makueni tayari imeanza mchakato wa kuwatafuta watakaonufaika na mpango huo. Mpango huo utasaidia wakazi hao kupata huduma zozote za matibabu zitakazogharamiwa na SHA kwenye hospitali za kaunti hiyo. Wakazi wa kaunti ya Makueni sasa watanufaika na mpango wa afya ambao umeidhinishwa na serikali ya kaunti hiyo kwa ushirikiano na bima ya afya ya SHA. Mpango huu unalenga kuwasaidia wasiojiweza katika kaunti hii ya Makueni. Looking at the budgets that we have now, because we are dependent on the proxy means testing, the budgets that we have, we expect to cover about 11,000 households out of the 250 households. Familia takriban 11,000 watanufaika. Familia takriban 11,000 zitanufaika na mpango huu ambao utawawezesha wao kupata huduma zozote za SHA katika hospitali za Makueni. Wakazi hawa wakihakikishiwa kuwa watapewa kadi za kuonyesha utambulisho wao. But we are put within our budgets going forward in the next financial year to have that number to 18,000 households. And see how we continue to grow that number progressively, even as we see how we capacity build and empower the households so that we can also win out some of the households from the program. So we don't expect households to remain permanently within the care. We see how we support them so that we win them out as other households are onboarded. Mpango huu na unaopania kugharimu shilingi milioni 90. Tayari serikali ya kaunti ya Makueni imeanza mchakato wa kuwatafuta watakaonufaika kupitia mpango huu na kupata huduma bora za matibabu. Hii ni katika juhudi za kuhakikisha kila mkazi wa kaunti hii anapata huduma bora za matibabu. The residents of Makueni have not been subjected to means testing, and that is the exercise we are currently doing. So instead of us waiting until we carry out a means testing for everybody, we allocated a budget that we can begin with, and that is the 90 million that we have started. So in the process, the exercise that is currently ongoing that has started today will be able to carry out that program of ensuring everybody has been checked so that we are able to know how many dependents we have in Makueni. So in the subsequent budget, and I know this will go to the people of Makueni, they will be able to know how many people are eligible for that program. And Mary Kialo, Undugu TV.